roho ya Baba Mtakatifu kiongozi wetu, ambaye ametuacha au alituacha Jumatatu iliyopita asubuhi saa 1:35. Tunavyoomboleza vizuri tukimshukuru Mungu kwa maisha yake matakatifu alimoishi kati yetu, na kwa imani yake kuu alivyoonyesha wakati alikuwa nasi akiwa hai. Alikuwa mfano mwema kwetu sisi ndugu zake, kwa sababu sisi wote kama kanisa, sisi wote ni ndugu. Sisi kama ndugu zake alikuwa mfano mwema kwetu, akiishi maisha ya Kikristo na akituongoza vema katika maisha yetu. Alikuwa na maisha ya kujitolea na maisha ya unyenyekevu. Alikuwa amejitolea sana, hata akiwa ako na shida ya mwili, yeye alikuwa anatembea ulimwengu kote kuhubiri Injili. Tunajua ya kwamba Baba Mtakatifu ni mwakilishi wa Kristo hapa duniani. Yaani wale wanaongea lugha ya Kiingereza, yeye ni vicar of Christ. Anamwakilisha Kristo hapa duniani. Na kwa niaba ya Mtakatifu Petro, ambaye alikuwa Baba Mtakatifu wa kwanza, tumshukuru Mungu kwa kuwa alimchagua awe mwakilishi wake na mchungaji wa kanisa lake takatifu. Sisi tulimchagua, bali alichaguliwa na Kristo mwenyewe. Alichaguliwa na Mungu awe mwakilishi wake hapa duniani. Atakumbukwa na ulimwengu kuwa mtu ambaye alikuwa mnyenyekevu. Lakini unyenyekevu wake, tuseme kwa Kiingereza, had a very strong character. Sijui niseme nini kwa Kiswahili. Baba ambaye anaongozwa na imani. Alikuwa anaongozwa na imani hata akiwa mnyenyekevu, akiwa with that strong character, yeye alikuwa anaongozwa na imani. Tunajua ya kwamba hata kutoka mwanzo wa uongozi wake, neno la Mungu lilikuwa jimbo la kila jambo. Mkikumbuka exhortation ile alituandikia mwanzo, alituambia neno la Mungu ni mwanga wa kila binadamu, na ni mwanga wa kila jambo. Baba Mtakatifu alikuwa mtu wa huruma sana. Sisi wote twajua, hata yale yanaongewa katika media kwa wakati huu, ni kwamba Baba Mtakatifu alikuwa mtu wa huruma sana. Alipendelea kanisa ya huruma badala ya kanisa ya vikwazo vingi ndani yake. Ukikumbuka ile exhortation alituandikia, alituambia ya kwamba the church should be a church of mercy.
The church should be a church of mercy. Si kanisa ya vikwazo, ya kwamba ni lazima watu wafuate haya. Ikiwa watu watafuata wazo wa kanisa, lakini ni lazima kanisa ionyeshe huruma. Nguvu na furaha ya wale wanaihudumia kanisa takatifu haimo katika cheo au mali. Binadamu ataweza kuwa naye, bali kwenye maisha ya unyenyekevu na ya kutumikia, of humility and service. Baba ametufunza ya kwamba kukaa pamoja kama ndugu ndio kitu cha maana. Baba Mtakatifu ametuonyesha haya ya kwamba it is so beautiful and joyous to live as a family, to live together in peace, sharing together, all of us, the life, and even eating together. We hear from the psalm that people who eat together also lives together. Tuombea roho yake. Tuombe Mungu atupatie Roho Mtakatifu na atupatie neema nyingi, ili hata sisi tuwe watu ambao ni wa kujinyenyekeza, watu ambao ni wa kutoa huduma, si sana kwa wale ambao wataweza hata sisi kutuhudumia, bali wengi ni wale ambao hawajiwezi. Wakati huu tunaalikwa tufanye hayo katika maisha yetu ya kila siku. Na kwa hivyo tuombee roho yake, na walika ninyi wote tuombee roho yake. Tuombe Mungu. Yeye alikuwa mtumishi wake, mtumishi mnyenyekevu ambaye alikuwa anapenda kanisa lake, na ampatie raha ya milele mbinguni.